Alwaqfu, 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 waqfu, waqfu, waqfu. Mtume sallallahu alihimiza sana nguzo hii. Nimesema mimi sitoi mada, lakini naweka mazingira ya ufahamu. Kwa nini tunazungumzia leo waqfu? Kwa sababu umma wa Kiislamu leo hii na zama hizi unahitaji nguvu ya wakfu, nguvu ambayo pesa zake kama ni wakfu ya pesa, nguvu ambayo kama ni milki fulani, kama ni utajiri fulani, ni tharwa fulani, kitu fulani, kitu hichi kinaendelea kuwepo na matunda yake yanafanya kazi ya kusaidia hiyo jamii ambayo tunahitaji matunda namna hiyo. Wakfu ndiyo moja ya mihimili mikuu ya kuweza kutatua matatizo mbalimbali yanayohusu Uislamu, bali ni muhimili unaoweza kuendeleza Uislamu. Niseme tu hapa, kwenye wakfu hakuhitaji utajiri kama zaka, kwa sababu ndio maana hakuna nisabu katika wakfu kwamba ukiwa unamiliki hichi utaweka. Wale wanaomiliki ardhi, wewe una shamba pengine ekari 10, kuna minazi, mikorosho, mikahawa, mibuni, vitu gani, miembe, ukiamua hata robo eka katika 10, hiki kipande hichi ni wakfu, huu ni wakfu. Hii taasisi ya wakfu na dhana ya wakfu imetuunganisha, tushikamane nayo. Kule kuna wa'tasimu bihablillahi jamia, na huku katika hili tushikamane na kamba hii, wala tafarraku, na wala tusifarikiane. Ndugu zangu katika imani, sheria zinazohusiana na wakfu ni nyingi sana, hatuwezi kuzungumza kwa nusu saa hii, lakini nimalizie kipengele cha mwisho. Msimamizi wa wakfu, sifa zake anatakiwa kuwa mwadilifu, uadilifu wa dhahiri, uadilifu ule wa Kiislamu. Uadilifu wa Kiislamu ni ule kwamba mtu hajaonekana akifanya mambo madhambi makubwa waziwazi. Yeye masturul hal, kwamba tunamuona amevaa kanzu yake anaingia msikitini, huyu mwadilifu. Kama anayapata huko siri huko, sisi haya hatuyajui. Lakini pia awe ana uwezo wa kusimamia alkifaya. Kifaya ni uwezo wa kusimamia. Kama ilivyokuwa ibada zingine, wakfu ni ibada, lakini ibada hii inaangalia sana utoaji kwa ajili ya maendeleo ya muda mrefu. Sasa swali kubwa ambalo litaulizwa baada ya mada kuwa zimetolewa na kuweza kushibisha ni kwamba nini nafasi ya SIFCA? Kama ilivyo katika malengo yake makubwa, SIFCA ni Center for Islamic Finance Compliance and Advice. Ni kituo ambacho majukumu yake makubwa ni kuangalia uhamasishaji wa ukuaji wa mifumo ya fedha ambayo inafuata sheria ya Kiislamu. Na kama lengo ni kufuata mifumo ambayo inafuata sheria za Kiislamu, wakfu ni moja ya sehemu kubwa ambayo tumeweza kuelezewa hapa. Ni kwamba wakfu ni kwa yoyote yule ambaye anacho kile ambacho anahisi anataka kiweze kubakia baada yake. Sisi kama SIFCA, pamoja na kwamba walio ndani Hayatul Ulama, tunashirikiana nao kwa ukaribu kabisa, kwa sababu mwisho wa yote hii ni sehemu ya mfumo wa fedha wa Kiislamu, na sisi ndio jukumu letu, na kuonesha kwamba jukumu letu tunalisimamia kwa ukaribu. Sisi ndio ambao tumesimama kwa ukaribu kabisa na kushirikiana na Aukafu Tanzania, ambayo ndio wanakuwa ni sehemu ya wakfu, kwa kuanzia harakati zao za kujisajili, kuweza kuwa ni chombo ambacho imara na kadhalika. Kwa hiyo tunasema kwamba kama SIFCA tutasimama na kila mdau ambaye anasimamia mifumo ya fedha inayofuata sheria za Kiislamu. Benki ya Watu wa Zanzibar ina mfuko wake maalum ya wakfu ambao umeandaliwa katika miaka zaidi ya 3 sasa hivi, na katika utaratibu huo ni kwamba tumekuwa karibu zaidi na jamii katika kutizama, je, katika mfuko huu wa wakfu tunaweza vipi kuweza kuchangia katika maendeleo ya jamii kama inavyoelekeza katika mkutano huu wa leo. Ningependa kuwashukuru sana waandaji pamoja na wale maulama wote ambao wanachangia katika kuendeleza na kukuza fani hii, na tunashukuru sana wateja wetu, na tungependa kuomba zaidi na zaidi wateja tuendelee kuwa pamoja.